لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Tumetakiwa tuzungumze kidogo kuhusiana na mizozo na mambo yanayohusiana na migawanyiko, namna ya kuitambua, kuikinga na kuitatua. Kwanza tuombe samahani kidogo ya kuchelewa. Nisema pengine ningekuja ningeswali ya dhuhuri hapa ili baadaye niwahi kwenda mazikoni, lakini tulikuwa tuna kikao vile cha masuala ya hija ambacho ni kupanga, na yalikuwa kidogo mambo mazito, kwa hivyo ilibidi tuchukue muda kidogo, kwa sababu kila moja tulipaswa tulifanye kwa namna iliyokuwa ya bora. Tukija katika topiki yetu, tunapozungumza mizozo, kwanza mzozo hali ya kutokubaliana kati ya watu au vikundi kutokana na tofauti za mitizamo, maslahi na mawasiliano. Kwa hivyo mara nyingi mzozo unaingia katika vitu vitatu. Mitizamo, kitu unakitizama vipi? Unaweza ukawa mtizamo wako hata wakati mwingine ni nafsi yako wewe peke yako. Unajiuliza, nende nikamtembelee bama au nikamtembelee ami? Hujatoa uamuzi ndani ya nafsi yako, maana yake una mzozo. Kwa hivyo katika vitu vingi vinavyokuja kuhusiana na mitizamo, maslahi na mawasiliano, ndipo ambapo huwa inatokezea mizozo. Kutokubaliana siku zote inaweza kuwa ya wazi, yani ya moja kwa moja, au inaweza ikawa iko ndani ya nafsi. Kwa hivyo wakati mwingine panaweza pakawa na mzozo, watu hawafahamiani, unaweza ukaonekana wawazi, kila mmoja akaelewa, lakini wakati mwingine unaweza ukawa si wawazi. Mara nyingi tunafahamu ndani ya nyumba mnaweza mkaa mna mzozo, mtu na mkewe hawazungumzi, lakini ukija mgeni mazungumzo yanakwenda na nini, pengine ikawa ndo sababu ya ule mzozo kuondoka. Lakini wakati mwingine ukiondoka tu hali inarudi kama kawaida. Kwa hivyo huu unakuwa umejificha, lakini kuna mizozo mengine inaonekana wazi, ukiingia unaiona. Ama mgawanyiko ni kugawanyika katika makundi yenye mitizamo mikali, na kila kundi linaamini kuwa sahihi kuliko wengine. Mizozo inaweza ikapelekea migawanyiko. Mara nyingi kukiwa na mtizamo mkali ndiko kunakopelekea migawanyiko. Mzozo wa kawaida tu unaweza usiwe kitu kikubwa, na tunapoangalia katika hija, mizozo mingi inayotokezea katika hija inapelekea nini? Migawanyiko. Taasisi nyingi za hija ukizitizama zilikuwa moja, pengine zikaa mbili, sasa hivi zishafika 6 au 8. Maana yake kulitokezea kitu zikapelekea migawanyiko. Takriban migawanyiko huondosha msimamo wa kati. Kwani msimamo wa kati ndio unaopelekea watu kuondosha mizozo inayowakabili. Lakini mara nyingi migawanyiko inakuwa pale nafasi ya kati kila upande umekwenda katika extreme, uko katika ncha kabisa, kila mmoja anavutia kwake, na hapo unapunguza mshikamano, unapunguza ushirikiano, na hata wakati mwingine kujenga uadui. Zinaweza zikaa taasisi, lakini kila mmoja anataka mwenzake asifanikiwe. Kutokana na nini? Mzozo ambao ulitokea. Tulizungumza kwamba mitizamo, maslahi na mawasiliano. Na picha tutizame. Picha zetu tunaona kitu gani? Picha ya mwanzo, paka na simba au paka? Ni paka anajiona
simba. Tabia zake zitakuwa ni za nini? Yeye ni paka, lakini kwenye kioo anajiona ni nani? Simba. Tabia ambazo atakazokwenda nazo, atakwenda tabia za nini? Za simba, lakini nguvu zake zitakuwa ni nguvu za nani? Za paka. Mtizamo wake utamjenga tabia nyingine, lakini tabia yake ile nguvu zake, uwezo wake hautoondoka kutokana na vile namna anavyojiona. Fahamiana? Hata watu wako katika tabia hiyo, na mtu ikiwa anajiona ni simba aka practice kama kwamba ni simba, lakini kumbe ni nani? Ni paka, hataweza kutekeleza kuwa na nguvu kama za simba au vyovyote. Huyo wa pili ni nani? Lakini ni mtoto, anafanyaje? Walikuwa nyuma wamekamata silaha, waandishi wa habari wapo, anachukua habari, anatoa nini? Anatoa taarifa. Anaolindwa namna hiyo ni nani? Ni kiongozi. Lakini hali inaonyesha anachokizungumza ni kitu kikubwa, lakini kweli ndivyo alivyo. Ni mchezo, lakini yuko serious na anachokifanya. Kwa hivyo yoyote atakayekuwa nalo, lolote mtu atakalokuwa ana active, mara nyingi anakuwa anakifanya kwa uhalisia, na yoyote atapata watu wa kuja kushirikiana nao, hata kama microphone zao ni za nini? Za mua au za mabomba au za nini, lakini ataakti kwamba yeye ni mwandishi. Yupi uko sahihi? Ni 6-9. Kwa huyu alivyokaa ile ni 6, kwa huyu alivyokaa ile ni 9. Hata tukenda hija, kuna kitu umekaa katika Betha utakiona kibetha, kuna kitu kimekaa kama taasisi utakiona kitaasisi, kuna kitu utakiona wewe ni hujaji utakiona kinani? Kihaji. Umeambia watu jama mabasi hapa saa 12 atakuja, ukatoka saa 6 za usiku kwenda kuchukua mabasi mpaka saa 3 hujapata basi. Haji atakutizama mtizamo nini? Haji tunahangaishwa, lakini wewe kama kiongozi utajitizama mtizamo wa nini? Kiongozi, mimi nipo toka saa ngapi na hangaika, hawa huko hawana shukurani. Ndivyo sivyo? Lakini utizame mtizamo wako kwamba Haji atalalamika, na ulalamikaji wake unatokana na kwamba yeye ni nani? Ni hujaji. Kiongozi namna ya kudili na Haji uwe makini, kwa sababu umjue, usije ukajiweka ukajitizama wewe kama ni simba ni paka ukajitizama mtizamo wa nini. Ujiweke mtizamo ule ule wa kwamba wewe ni nani? Ni paka. Au kama mtizamo kama wewe ni simba, jitizame mtizamo ule ule wa nani? Simba. Kwa sababu mnaweza mkaa mko sawa sawa, lakini ikawa mko hali tofauti. Kwa hivyo hizi hali ndizo ambazo tunatakiwa tuzitizame sana katika
kushughulikia mizozo. Au watu wako tofauti, wako sawa, wote maskini, au sio? Shekhe anasema wa chini maskini, wa juu si maskini. Kwa nini wakati nguo zote zimechanika? Hawaiti. Wote wamevaa kusudi, kwa sababu wote nguo ndo walizonazo ndo hizo. Wote ni maskini, au sio? Kwa nini si maskini wakati wote nguo zao zimechanika? Kwa hivyo jambo lolote tunapotizama suala la mizozo, usitizame kitu kwa kujitizama wewe mwenyewe. Yale kuna vitu ambavyo vinampelekea mtu aone kwamba yuko katika hali hii, mtizamo wake. Wanaweza watu wakalingana, lakini kila mmoja yuko katika upande tofauti. Kuna mwingine anaweza akawa anapiga kelele, kumbe ndo tabia yake. Kuna mwingine anapiga kelele kwamba hakuridhika. Hivyo sasa, jambo lolote usiliamue, kwanza tizama mazingira yake, tizama vitu vingine, limezungukwa na nini. Na kwa msingi huo, tunaposhughulikia mizozo, jambo lolote unaloliona kwanza lichambue. Sitokwenda katika uchambuzi, unaweza ukachambua kuhusiana na historia yake, unaweza ukachambua kutokana na mazingira yake, unaweza ukachambua kutokana na vitu vingi. Haji wa mara ya kwanza na haji wa miaka mitatu wako tofauti. Taasisi iliyokuwa ndiyo kwanza inakwenda na taasisi chapata miaka 30 mtu anakwenda, wako tofauti. Viongozi tunavyokwenda mnajiwana na kila mmoja kwamba huyu ana udhaifu, huyu ana nguvu hizi, lakini kwa ujumla wenu ndio mtaweka nini? Ukamilifu wenu. Kwa hivyo siku zote panapokuwa na jambo ni lazima kwanza uchambue, si kusema tu hiki ninachokisema nazungumza na nani, hili lina maana gani? Tathmini vizuri, matokeo yake yatakuwa ni nini? Kama la kufanyia kazi, panga mpango wa kazi, na ni lazima ukipanga jambo, ukilipanga maana yake unafanikisha, lakini baada ya kulipanga lifanyie kazi. Unaweza ukachambua, ukatathmini, ukapanga, matokeo yake yakaja mengine. Huwa nasema katika hija, alhamdulillah na uzoefu wa muda mrefu. Historia yangu ya hija ninaanza mwaka 1990. Maana yake nina miaka 37 katika hija, toka mwanafunzi mpaka nimekuwa mzee. Kuna kila mwaka kuna mambo ambayo yanatokea ambayo hayajapatapo kutokea siku za kwa hija zote. Maana yake utapanga, utajitathmini. Sisi tunapanga, Wasuudi wanapanga, lakini wakati mwingine yote hayawezekani. Na asipowezekana maana yake unakwenda kinyume na ulichokipanga na ulichoambia watu, na hili linaweza likapelekea mizozo kwa mahujaji wetu, linaweza likapelekea mizozo baina ya viongozi, linaweza likapelekea migawanyiko baina ya taasisi. Tunafahamiana. Kwa hivyo siku zote tusiwe na haraka,
Jambo lolote ni lazima ulipangie mkakati. Siku zote katika mizozo kuna sehemu ya juu ndiyo inayoonekana, kuna sehemu ya chini ambayo ni kubwa zaidi haionekani. Kikubwa tunachokihukumu, kakasirika, kasema hivi, kafanya jambo fulani, hili tunaliona na linakuwa dogo sana. Lakini mara nyingi kuna vitu, mitizamo. Kwa nini kaekti hivi? Mtizamo gani alokuwa anao? Takriban hili hatulioni, lazima ulichunguze. Mazingira, huyu mtu ni nani? Anaishi vipi? Kazoea nini? Yuko hali gani? Hili mara nyingi hatulioni, lakini ni lazima tulishughulikie ili uweze kujua. Katika kushughulikia masuala ya mizozo, usihukumu kwa tabia tu ukasema ndio unajua kila kitu. Tabia itakusaidia, lakini ujue ni sehemu ndogo sana. Kikubwa ni mtizamo. Tulivyotizama wale watu wetu wote, tumeona nguo zao zimechanika, lakini huyu mmoja mtizamo wake ni nini? Anapendeza zaidi, ndiyo fashion ilivyo, na pengine nguo zile zina gharama kubwa kuliko nguo zilizokuwa nzima. Huyu mwingine mtizamo wake, nisipovaa hiki ndo nitakuwa sina cha kuvaa. Mazingira gani yupo? Kuna hali ukimwona nayo mtu tu unajua huyu yuko katika mazingira fulani, na kwa mazingira haya nitegemee kitu gani? Kuna mwaka mmoja nilikwenda Indonesia kwa masomo maeneo ya Jawa. Siku nilofika jioni, kabidi nikaambiwa leo tutakuwa tunakwenda msikitini baada ya salati al-maghribi. Nikajiandaa mwenyewe, natoka nimevaa kanzu na kofia. Wale wenyeji wangu kwanza akanicheka sana. Nikauliza, mbona mnacheka? Akaambia subiri kidogo. Nikaletewa seruni, nikaambiwa kavae hii. Sasa nakwenda kwenye mhadhara, mvae seruni. Kwangu naiona imekaa kinyume nyume. Naambiwa huku kanzu vazi la kike. Kwa hivyo ukenda pale msikitini utakuwa hufai kutoa mawaidha wewe msikitini, maana watu watakuhesabu vingine. Nikasema alhamdulillah, wala kuna mtu kanieleza. Sisi tumefahamiana. Sasa ni kitu gani? Mazingira. Ikabidi nivae seruni yangu nde msikitini nikatoe mawaidha, lakini mwenyewe nikijitizama najiona siko sawa tu. Lakini ndo nini? Mazingira. Wakati mwingine unahitaji kuwa msamehevu kutokana na nini? Mazingira. Kuna siku nilikwenda Bukoba, mwenyeji alhamdulillah nkaletewa buni na panzi wale. Sasa naambiwa hiki ndo chakula cha heshima sana mtu kwa kuheshimu, lakini panzi kumtia mdomoni, kinachoniathiri ni nini? Mazingira ya kwetu. Ikabidi pale tutie mdomo mmoja mmoja. Mwenyewe alivyoondoka kuna wengine ukatia ndani ya koti.
Kwa hivyo usijitizame wewe mwenyewe, yatizame sana na mazingira ya watu ambao uliokuwa unao. Sababu na dalili za mizozo. Mara nyingi kuna vitu vinakuwa sababu: mawasiliano duni kati ya viongozi na mahujaji, au baina ya mahujaji kwa mahujaji, au mahujaji kwa mahujaji wenyewe. Unaweza ukawakusanya mahujaji katika chumba mmoja, mtu wa mjini, mmoja mtu wa shamba, ndio mchanganyiko, lakini mazingira yao yako sawa. Kuna watu walikuwekwa katika chumba kimoja, wakamuuliza mwenzao, mbona hatuja kuona na mswaki pale, unatumia mswaki gani? Ambia, mimi na ukuta ndio na uswakia. Ana ukuta chooni vipi? Usimnunii. Unajua mazingira gani yaliyotoka? Kwa hivyo lazima ujue mawasiliano, kuwe kuna mawasiliano yanayotokezea. Hakikisha kwamba yanatokezea unayapata. Ukiwa kiongozi, jitahidi kupata taarifa. Taarifa ndizo zinazopelekea kuwa na maamuzi yaliyokuwa ya busara. Ukiwa kiongozi, hakikisha kwamba kati yenu viongozi taarifa mnazo. Nini kinaendelea? Wapi mmesibu? Wapi mmekosea? Wapi mmekula hasara? Wapi nini? Washirikishe wenzako. Lazima uzijue na uzithamini tofauti zilizokuwepo. Kuna maneno kwa lugha moja yana maana nyingine, kwa lugha moja yana hichi Kiswahili, lakini yana maana nyingine. Unapoyatumia inabidi ujifundishe namna ya kutumia lugha ile kwa kuzingatia mazingira na tamaduni za nini? Za watu. Ndivyo usivyo? Unaweza ukasababisha mzozo, ukasababisha watu kugawanyika kutokana na lugha tu. Lakini kuna mambo uzito, mazingira ya kule, msongomano, uchovu, ni vitu ambavyo vinasababisha nini? Hasira, kutokufikiri vizuri, kufanya maamuzi ambayo hayakutarajiwa. Na ndo hata ukiomba kazi, kuna ofisi nyingine unaambiwa mtu awe na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira magumu. Kinachotakikana katika hija, mtu ataka kuambia neno zito, kwanza tabasamu. Linaondoa nini? Stress. Ukiwa una stress zako ukachanganya na stress za watu wanazokupa, takriban hapo huwezi kuendesha shughuli za nini? Za hija. Hija yenyewe ni stress. Mazingira yake yanachangia stress. Jitahidi kuiepuka stress. Ukiona hali yangu, jua fanya jingine, hili huwezi. Uongozi wa hija ni utumishi. Uongozi wa hija ni utumishi. Na ndo hata nikasema kiongozi wa Saudia akajiita nani? Khadimul Haramaini, kwamba ni mtumishi. Toka kipindi cha Malik Fahad liliondoka jina, kabla lilikuwa Jalalatul Malik, likawa Khadimul Haramaini. Kwa hivyo hata sasa hivi unapokwenda katika shughuli za hija, jua kwamba wewe ni mtumwa. Ujue tu namna gani unatumia maneno mazuri, sawa kama viongozi kwa viongozi au kiongozi na haji. Unaweza ukenda ukawapeleka watu kutufu,
Unarudi unamkuta mtu pengine umechoka kweli kweli, anakuambia baba, mimi sijaenda kutufu, na pengine mtu wenyewe mzito, na pengine mmekwenda katika grupu karudi wala hakukwambia. Kiongozi mkubwa anakuambia mimi nitaenda kupanga pasipoti, kwa hivyo huyu nenda naye. Pengine kutokana na hali yako huwezi kwenda. Tumia lugha nzuri, ujue yule mtu yuko katika hali gani. Yeye wenzake wote washavaa, yeye hajavaa. Anaona wenzake wote washavua ihramu, yeye hajavua ihramu. Yuko katika mazingira gani? Kuna mwaka mmoja kulikuwa kuna watu wazito sana. Ile Alkaaba kuizunguka mnachukua masaa mawili rauni moja. Siwataji majina. Lakini wakasema baba, hapa tukiwa hatukufanya watu watatucheka. Kaambia mama, tutakwenda na mtatufu, mtasai. Lakini pumzikeni kwanza. Maneno mazuri. Na ukimwambia tuweke muda fulani, muda huu utakuwa ni mzuri kwa sababu kadha kadha kadha, anakuelewa. Usimamizi wa rasilimali. Hili katika taasisi nyingi zinapelekea mgawanyo kutokana na hili. Hapana ule uwazi. Kama kuna hasara haijulikani, kama kuna faida haijulikani, kama kuna matatizo hayajulikani, kama kuna mtu kachangia kitu fulani hakijulikani. Kwa hivyo kinachojengeka katika taasisi ni nini? Dhana. Na zikijengeka dhana, zinajengeka nini? Inaonekana kuna hisia za upendeleo au kutokutendewa haki. Litapelekea nini? Dalili za mizozo, za migawanyiko, ambapo utapelekea nini? Malalamiko ya mara kwa mara. Ukianza kuona malalamiko, watu wanayo mazungumzo, malalamiko, tayari hiyo ni dalili, sababu na ni dalili za mizozo. Ushaanza kuona vikundi, watu kuanza kujitenga, kukosekana kwa ushirikiano. Jamaa hili tufanyeni, lakini fulani msimwambie. Ukishakuona vitu kama hivyo, maana yake hapo pana dalili za kwamba pana mzozo. Maneno makali, ugomvi, kiongozi lakini watu pengine sasa hivi heshima imepungua. Takriban hizi ni dalili zinazoonyesha, zote za juu ni sababu, lakini za chini ukiviona vitu hivyo, hapo tayari kuna dalili za nini? Za mizozo. Na pakiwa pana dalili, maana yake panahitaji kufanyiwa kazi kwa haraka, vinginevyo vikutapelekea mgawanyiko. Ama migawanyiko, mkianza kuona katika taasisi mnasema sisi na wao, maana yake mshafanya nini? Mko tofauti. Hiyo haiashirii taasisi kudumu katika umoja, na kitapelekea kupungua kwa nini? Mawasiliano. Madhali mnajisema sisi, maana yake kuna vitu mtakuwa mnapeana nyinyi, na wao kunapelekea vitu ambavyo wao hawaambiwi, na wao vile vile watajiorganize liwe kundi jingine. Mkiwa mpeani taarifa, mjue kutaenea kwa uvumi na taarifa zisizo sahihi. Ukiwa kuna taarifa zisizo sahihi, na mara nyingi taarifa zisizo sahihi zinakuwa zina nguvu zaidi kuliko taarifa zilizokuwa nini? Sahihi. Hapo kutapelekea, sinakiona hiki, kutaondoka imani. Ukiondoka imani, pahala pake panakaa nini? Chuki. Pakiwa na chuki, maana yake ndio mnakwenda katika kugawanyika. Namna ya kuzuia mzozo. Ili kuondosha mizozo, tuweke utaratibu wa kuwa na mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara. Leo tulikuwa tuna kikao kabisa saa 4 mpaka tulisema saa 6, lakini tumekuja mpaka 7.
Yote tuliyozungumza ni maneno yale yale, lakini tuwe na kauli iliyokuwa ni moja. Kukumbushana, kuona je, mtizamo wangu ndio ule ule au kuna pengine natizama vingine. Kwa hivyo mawasiliano yawe ya wazi na ya mara kwa mara. Watu wao wana taarifa za wazi. Kutoa elimu kwa mahujaji kabla ya safari. Si mahujaji tu, lakini hata viongozi. Kuna vitu waelezwe. Kuna sehemu moja wanaupenda sana, niliusikia kwa mtu zamani, anasema hakuna kungwi mchafu. Hakuna kungwi mchafu. Sheikh, unajua mkungwi? Anayemfundisha biharusi hata kama hafiagii kwake, lakini yeye vipi biharusi atamfundisha nini? Atamfundisha mafunzo atakayoyatoa, atatoa kila kitu kama kinavyotakiwa. Mahujaji tuwapeni hali halisi. Mahujaji tuwapeni hali halisi. Dr. Slimu ni mmoja wa watu namsifu sana kwa kutoa hali halisi. Kuna nadharia, kuna na uhalisia. Hija tuifundisheni, nadharia iko hivi, lakini uhalisia uko hivi. Mpaka leo tunafundishana, ndivyo ilivyo katika vitabu vyetu. Kwenda Mina saa ngapi? Kwenda Mina ni ngapi? Mwezi ngapi? Mwezi 8. Muda gani? Baada ya kabla ya dhuhuri, au sio? Uhalisia ni kitu hatukitegemei, lakini kuna mambo mengi yanabadilika, na haya tunayokwenda nayo tutegemee. Kuna vitu vingi. Kwa hivyo fikhi ya hija tunatakiwa kuisoma kwa upana sana. Kuna mtu aliniuliza, Mtume sikachukua mnyama wake na mimi nikiondoka na mbuzi wangu, naam, kwenye ndege inawezekana? Nitamtia kwenye kago na kilo zinatosha, mie sendi na kilo. Mnakwenda mnaanzia Madina, akifika Madina mbuzi wake anampeleka wapi? Kwenye basi au kwenye treni? Mbuzi atamtia wapi? Iyo unaondoka naye mbuzi airport, unaondoka naye mbuzi airport, unahitaji nini? Vibali chungu nzima. Ikiwa daktari anakaa zaidi ya masaa 2 wakati mwingine, je, huyu mbuzi wako ukifika Saudia achanjwe, afanywe nini? Kuna vitu tuvifundishe kwa uhalisia wake ulivyo. Kwa hivyo viongozi tupeane, lakini hija inahitajika kusomeshwa kwa namna ilivyo, kusimamia haki na usawa kwa wote. Kuna vitu vinaweza vikaonekana haviko sawa, lakini kwa nini mtu aone kwamba hapako sawa? Takriban inawezekana taarifa haziko sawa, au kunajengeka mazingira yanayofanya mtu aone kwamba hili jambo haliko sawa. Kwa hivyo panapokuwa na hiki kiwekwe wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia vijana wa Kiansari, akaambia hadhihi zaujati Safia, huyo mke wangu Safia, kuhakikisha kwamba tuhuma
zinaondoka. Kuwa na mipango madhubuti ya huduma. Hija imebadilika sana, na hija ni huduma. Kulikuwa kuna wakati unakwenda hija, unashusha mahujaji wako, unakwenda kutafuta nini? Nyumba. Mahujaji wako Jida, wewe unaenda kutafuta nyumba, na unapata nyumba kabla mahujaji hawajaja. Mambo yamebadilika. Hija ya sasa tunaambiwa kwa mahujaji, liman istataa ilaihi sabila. Kwa taasisi, Novemba, Disemba, pesa za shughuli zote za hija ushapeleka, hata kama huna haji hata mmoja. Lakini uzingatie kwamba haji utakayempeleka, afya apime mwanzo. Afya apime mwanzo. Akija akipima mwisho, pana mtihani. Kuna mambo naambia watafanya sasa hivi, bitha tuchukiwe na taasisi za hija zichukiwe. Maana sasa hivi kama kijana anaoa halafu anakuja hija, inabidi uombe vipi? Sheikh Bahri anapima mwakani, wakuja kuombea ikifika kukiwa kuna ujauzito wa miezi 6, safari ipo haipo? Kwa hivyo maana yake umwambie nini? Family planning. Sheikh atakwambia hadithi inasema nini? Mtume atajifaharisha vipi? Lakini kama unataka kwenda hija, yote ni katika nini? Istitaa. Huyakuti katika vitabu, lakini ni mambo ambayo yanatakiwa na nini? Yawemo katika mipango madhubuti. Usipokuwa na mipango madhubuti, sasa hivi kuna mipango ya benki namna gani tunaweza tukapata pesa. Takriban kuna vitu viko vingi, mambo yamebadilika. Lakini usimamizi bora wa rasilimali, kuna vitu vingi tunaweza tukavifanya watu wakiaminiana, na yakapunguza baadhi ya gharama. Ukitizama unaweza ukakuta nyumba moja zimekodi taasisi 6, bei tofauti, na mikataba ipo 6. Mimi si mfanya biashara, lakini wengine wafanya biashara. Laiti kama angejumuika kwa pamoja ingekuwaje? Wangepata kwa wepesi. Lakini tatizo ni nini? Pengine rasilimali za kulipia ndio shida. Kwa hivyo tuwe tuna mipango madhubuti, kusikiliza mapema malalamiko, toa nafasi. Kuna malalamiko watu wakizungumza vyema, kuna malalamiko yakija yakitolewa wakati mwingine, au kija ukiyasikia kutokana nje ya utaratibu uliokuwa hauko sahihi, unaweza ukaja ukapelekea nini? Matatizo. Kwa hivyo tujitahidi kuwe na briefing mbalimbali kabla na baada ya safari, wakati wa safari, katika taasisi, katika utahiza. Isije ikawa mbona wanaarifiana wenyewe kwa wenyewe tu. Kuna briefing pengine nyingine za viongozi wenye viti, kuna briefing zinazowahusu wanadhimu, kutoa tiba kwa maandishi na kwa sauti. Hija ni ratiba. Hija ni nini? Ni ratiba. Kila kitu hapa ni mwanzo, hapa ni mwisho. Wengi wetu tunatizama hapa ni mwisho. Wengi wetu tunatizama nini? Hapa ni mwisho. Hutizami athari za kuja mwisho. Nitoe mfano. Na duka langu nasema nauza seli bidhaa zilizokuwepo.
kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani. Atakayekuja mwezi 28 kawahi seli hakuwahi? Mkiwa nilikuwa na kanzu, kama nimeuza kanzu zote mpaka mwezi 10 zikawa zimekwisha, nitakuwa nalaumika? Atakuja umewahi seli, lakini kanzu hamna, zimekwisha. Tumefahamiana? Kwa hivyo hata huo muda unaweza ukaja ukasema kila kitu tumepata, tumeweka katika wakati maalumu. Ratiba tuitizame vizuri. Mara nyingi kuna vitu vingine vinafanyika kwa kinyang'anyiro. Anayekuja mapema kawahi mapema. Namna ya kuzuia mgawanyiko. Nilisema fanye mizozo na migawanyiko kwa sababu migawanyiko nayo inatuathiri. Kuhamasisha umoja na mshikamano, kuepuka upendeleo ndani ya taasisi, kutoa taarifa kwa usahihi na kwa wakati, kujenga utamaduni wa kuheshimiana kwa kila mtu alivyo, lakini kushirikisha wadau wote katika maamuzi. Katika hija inawezekana ikawa kuna watu katika taasisi hayumo ndani ya taasisi, lakini mwenyewe shughuli zote za taasisi, mpenzi wa taasisi, mshaurini. Inawezekana ikawa kuna watu ana influence zaidi nje kuliko pengine wenye taasisi, kwa sababu yeye ni sehemu ya nani? Mdau wa taasisi. Sawa? Unaweza ukashauri au ukashirikishwa, lakini si kwa kushirikishwa kwa kumsikiliza. Mtu anaweza akakuuliza, Sheikh Abdallah, zile nafasi za foreigners zipo, utamjibu vipi? Tunaomba, au sivyo? Kwenye mkataba aghalabu hazipo, lakini tunaomba. Tukiomba utaambiwa leteni barua, lakini kwa masharti haya. Hata mwaka huu zimeletwa, lakini zimeletwa kipindi gani? Visa, karibu na kutoa visa. Maana yake kwa utaratibu uliopo ni bora kuachana nazo. Mtu utamshauri hivyo, lakini akikwambia si zinapatikana, basi nitapeleka, utamjibu vipi? Kakushirikisha, lakini maamuzi alikuwa nayo mwenyewe. Wewe utamshauri technical, kitaalamu. Kuna mtu wakati mwingine anakujia, daktari kanizuia, mimi nimjibu vipi? Naambia hilo la kidaktari, mimi daktari siwezi kumlazimisha. Mpaka wangu unamalizikia hapa. Likija la hapa la daktari, hilo ni labitha tibia, wana mamlaka kamili. Kwa hivyo ni kuwashirikisha watu, utizame ukweli, kuheshimiana kwa namna zilizopo, kwa kuzingatia uwezo, lakini kushirikishana. Natumai haya ni katika mambo ambayo yanaweza yakatusaidia. Lakini namna kutatua mizozo, aghalabu katika mizozo tunapotatua ni lazima, kama tulivyozungumza mwanzo, tulizungumza tabia unaiona juu, lakini kuna vitu vingi, mitizamo, mijengeko au mazingira huwa hatuioni. Kwa hivyo hii nayo ni muhimu sana katika mizozo. Utaweza kuitatua kwa njia ya mazungumzo. Sikiliza kwa wote, mfahamu, hakikisha kwamba umemfahamu, mpe muda aseme. Lengo lako liwe ni kutafuta suluhu, si kushinda. Lengo lako liwe ni kutafuta nini? Suluhu.
sio kushinda. Na hata wakati mwingine muonyeshe kwamba naye kapata kitu. Kuna wakati mwingine ni lazima utumie wapatanishi, wawe watu wengine, hata kama uwezo unao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogombana na bibi Aisha, sio ametafuta watu, kaambia bibi Aisha, tumtafute nani? Akaambia babangu Abubakar. Kuna mtukufu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katafuta nani? Wapatanishi. Kuna wakati mwingine kutokana na hali ilivyo, bora tutafute mtu wa nje. Fuata makubaliano ya wazi, taratibu na sheria zilizowekwa. Kila taasisi, kila jambo linakuwa lina taratibu zake. Kila taasisi nyingine hata hazikuandikwa, lakini mnajua utaratibu wetu ni huu. Takriban zile taratibu ziwe wazi, na hata anakuja mtu mpya muelezeni taratibu zetu sisi ziko hivi. Kuna misikiti taratibu zake ziko hivi, huwezi kwenda ukawa na utaratibu mwingine. Kwa hivyo hizi zilizowekwa ni lazima hakikisheni kwamba zinakuwa wazi na zinafuatwa. Kuna zinazohusu sisi, kuna zinazohusu nchi, kuna zinazohusu Saudi Arabia. Kuna vitu tunakwenda navyo mpaka inajenga taswira mbaya. Siku hizi ukenda Mtanzania, hata natumai wanaopeleka umra, hata ukenda umra unatizamwa sana Mtanzania. Huna pesa ya ziada, kwa sababu tunajulikana vipi? Tunachukua pesa nyingi kwenda kufanyia majumba za kulipa mkononi. Kwenye nyumba tunaandika kwamba tumekodi 200,000, lakini kumbe 200,000 ni ulizotoa tu. Kuna nyingine ziko wapi? Mkononi. Kwa hivyo risiti nyingine mkononi, nyingine, lakini ushahidi uko wapi? Kauli. Pakitokezea mzozo, kinachotizamwa ni cha kwenye nini? System. Kuna vitu vingi inabidi tuvitafakari, tuone nini tunachokifanya, lakini kufuata taratibu ni katika jambo la kuondosha mzozo. Lakini kusameheana na kujenga upya uhusiano. Hija ni lazima kusameheana. Tunawaambia watu sana subira, lakini tusigeuke yule hakuna kungwi chafu. Yeye akisomesha atasomesha, utasema huyu kwa kenzi hatui. Hija ngumu. Kwa hivyo ni lazima kusameheana na kujenga uwezo. Dhana hii ya kusameheana tuiweke mbali sana. Mtu kwa kukanyaga, kati mwingine unaswali, tunayaona, na watu tuambie katika kupanga. Takriban hii mpaka kuja kukamilika hija huwa inakuja kama mwezi mmoja mpaka miezi miwili. Inabidi siku zote kikao chetu cha hija cha tathmini ya kila siku tunafanya saa ngapi? 5:30 mpaka 6:15 usiku. Hivi pasipoti leo ziko ngapi na nini? 5 na ngapi? Najua kina Sheikh Mohamed wao wanafika saa 6. Wao ndio wanatupa taarifa iko hivi, mnakuja mnashauriana, tunakwendaje? Tunachukua hatua gani? Itakuwaje? Jambo gumu.
Mmekopa, kenda kukopa fulani, mkirudi mjue na kwamba mmekwenda kukopa, hakwenda kukopa peke yake yule. Isiwe mle mzigo tena ni wake. Hivyo sivyo? Na lile deni mlikumbuke. Ingawa kule anajulikana alokuja kukopa ni mtu fulani tu, lakini leo nyote. Tukimalizia, tukumbuke siku zote mzozo ukipuuzwa unageuka mgogoro mkubwa. Sawa kama ni baina ya mahujaji, sawa kama ni baina ya mahujaji na viongozi, sawa kama baina ya viongozi, lakini lazima ushughulikiwe. Mawasiliano ni silaha kuu ya kuzuia migogoro na migawanyiko. Siku kuzungumza, kuwasiliana, vikao, kina usawa kunajenga amani. Unajua hata mahujaji wetu kwamba huyu anasema mimi nimelipa kiasi fulani, mimi nimelipa kiasi fulani. Inawezekana huyu mzoefu hukumwambia bwana, hii umepewa bei kwa ajili yako tu. Haki, usawa unatakikana maeneo yote. Kuwa mfano wa kujenga mazingira ya amani, utulivu, hekima na ushirikiano. Kila mmoja wetu unapozungumza kwamba unaingia katika hija, ujue ni ibada ambayo ina mambo mengi. Ni ya namna yake, iko tofauti sana na nyingine. Jitahidi ujijengee vitu hivyo. Viongozi lazima wawe watulivu, wasikilizaji na waamuzi wa haki. Kwa kuhitimisha, mizozo haina maana kwamba ni kitu kibaya. Wakati mwingine mizozo ndiyo inayopelekea nini? Fikra mpya. Ndiyo inaweza ikapelekea nini? Maendeleo. Ndiyo inaweza ikapelekea nini? Mabadiliko. Lakini iwapo itashughulikiwa vyema. Mizozo ni jambo la kawaida, lakini linaweza kudhibitiwa. Hamwezi kwenda msizozane. Si kawaida ya binadamu. Hata nafsi yako wakati mwingine unaweza ukaa na mawazo tofauti. Lakini mizozo yenu, tofauti zenu isikupelekeeni mkenda katika migawanyiko. Uongozi bora hupunguza migogoro na migawanyiko, na ushirikiano na mawasiliano, tunalizungumza sana neno mawasiliano, ni msingi wa mafanikio ya hija. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaykum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda